Kwa hiyo wanaendelea kununua watu, lakini sisi tunasema tutakoma nao mwanzo mwisho, waendelee kutoa hizo fedha. Kaloleni kuna makamanda wengi, tukiamua kutafuta madiwani Kaloleni wako zaidi ya 100 wanaoweza kuwa madiwani. Wapo akina mama, wako wanaume ambao watakwenda kufanya kazi ya kuhakikisha kwamba Kaloleni napata diwani bora kwenye mji wetu wa Tunduma. Ninaamini tutashinda, tutakwenda pale Mpemba tutashinda, lakini pia kuna mtu mwingine anaongea utafikia amemeza machungwa mdomoni. Yule anasema eti Lowassa. Eti anasema mimi nimekuja jamani mimi Lowassa. Tulikuwa tunawafundisha hata kuongea wale. Kuna kwa mfano kama yule Mpemba alikuwa hana hata suruali, Mheshimiwa Jivava na kushukuru alienda kumnunulia suruali baada ya kuona yuko kwenye kampeni suruali imetoboka, hana hata suruali, tukampa imani, tukasema wewe tulia, utakuwa diwani, wananchi watakuelewa. Wananchi hawahitaji tajiri, wanachotaka ni imani yako na uwezo wako wa kuongoza. Akamnunulia suruali, tuko kwenye mkutano, akabadilisha, haijanyosha hata kunyoshwa, akapiga mkutano, watu wakamwamini. Eti leo anajifanya yeye anasema mimi nimeona Chadema nimeachana nayo. Hujaachana na Chadema, umeachana na wananchi wako, watakwenda kumpata diwani mwingine ataendelea kuongoza, si ndio jamani? Kwa hiyo ninaamini tutaendelea kushinda, tutashinda na kushinda kuhakikisha kwamba tunawekea viongozi ambao wako bora zaidi. Sawa jamani? Mimi nilifikiri wenzetu wanaohama, yaani kwa mfano mimi nilifikiri wenzetu wanaohama wangekuwa wanaitisha mkutano kama huu. Wananchi, mimi nimefanya hii kazi, imekuwa ngumu, nataka niache uongozi wangu, naomba sasa hivi jamani niachie ngazi. Wananchi wakusikilize hapa, wakuulize maswali. Amehama, amechukua hela huko, alafu baadaye analetwa na mkuu wa wilaya na mapolisi wamemzunguka, wanamlinda ili asiweze kugongwa. Eti anasema nimeona, si imekuaje, anaangaza mara mbili. Na hata mkiangalia wakati wanaongea hawezi kuwatazama watu usoni. Mtu kainama chini namna hii kwa sababu anajua tayari ameshachukua chenda poli, si ndio? Kachukua chenda poli, alafu amekuja hapa anasema mimi si nini. Kazi zimewashinda, hawana uwezo wa kufanya kazi. Walifikiri udiwani ni utajiri. Sawa jamani? Udiwani sio pesa, ni dhamira ya kweli kutoka moyoni ya kuwaongoza wananchi. Kwa hiyo nataka niseme tu kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tutapata viongozi wazuri. Ninaombeni wana Kaloleni na maeneo mengine, tulieni, tutawaandalia watu. Nimesema Kaloleni kuna vichwa kama 100 hivi ambao wanaweza kuwa madiwani, lakini wametulia, watapata diwani mmoja, wakijichuja wenyewe tutapata diwani bora, si ndio jamani? Lakini hatuwezi kuwa na diwani mwenye tamaa kama huyu ambaye ametokea sasa hivi. Hajafika nani? Hajafika tusome taarifa. Yaani unaona ni wizi mkubwa kabisa. Kipo kinyumba pale ukikiangalia, ukienda kituo cha afya, hebu shuka kidogo kwenye kilami kile, uchungulie kuna kinyumba kiko hapa. Wamejenga kwa bilioni 48. Nikasema nyumba hii kama mmejenga kwa bilioni 48, kwa sababu waziri umeshanipa tayari document ninazo, ninataka nikakague. Kwa sababu gani imefika, ngoja tuletee document niwasomee kidogo na nyinyi muweze kusikia. Ngoja kasi kidogo akamilishe. Ngoja kasi akamilishe. Nikachukua hizi dokumenti zote, nikaamua kusema ngoja niwatembeze wananchi wa mji wa Tunduma waweze kuona nini kilichoendelea. Fungue mwa. Ndugu zangu, naanza kuwasomea nyumba. Sawa jamani? Kuna nyumba moja ya mtumishi ambayo imejengwa sasa hivi, imekwisha kwenye mji wa Tunduma. Hiyo nyumba ndugu zangu, ukienda kuangalia hesabu hapa imetumia milioni 48. Ni kanyumba kadogo kwa kweli. Na nikisema ni kanyumba kadogo lazima mnielewe. Ili walivyokuwa wanaweka umeme kwenye nyumba, angalieni kanyumba hapa. Milioni 48. Naona hiyo nyumba milioni 48. Hiyo nyumba hiyo milioni 48. Sawa jamani? Hiyo ungejenga shingapi mafundi? Mafundi si mpo hapa? Mafundi mpo? Hii bei gani? Hii ngapi? Kwa hiyo ndugu zangu, sawa jamani?
Na mkitaka kujua wizi uliofanyika, sawa, mkitaka kujua wizi uliofanyika, ninaanza kuwasomea muone namna gani nyumba ilivyotumia fedha kinyume cha utaratibu. Sawa jamani? Unajua unapojenga nyumba unaanza na msingi, sio? Kwa msingi waka kanyumba wametumia milioni 4,995 msingi peke yake. Simenielewa jamani? Msingi peke yake milioni 4,995 msingi peke yake. Lakini kati ya hizi fedha fundi aliyekuwa anajenga msingi wamemlipa milioni 1. Sawa jamani? Lakini pia ukijenga nyumba si pia kuna kuwezeka, si ndio jamani? Kuna ujenzi wa ukuta, kuna kuwezeka, alafu kuna mambo mengine, kusuka umeme na mambo mengine. Lakini kwenye kupandisha ukuta wametumia, yani kanyumba haka kupandisha ukuta wametumia milioni 8,437,250. Sawa jamani? Hiyo ni kupandisha nini? Ukuta. Lakini fundi wamemlipa kupandisha ukuta, fundi wamemlipa milioni 2,358,250. Sawa jamani? Huyo ni fundi huyo, kalipwa hiyo fedha. Sawa jamani? Lakini baadaye sasa kukawa na ukamilishaji wa jengo, kwanza kuwezeka, yaani kuwezeka kaka nyumba, kununua bati na misumari na mbao wametumia milioni 6,08,800. Sawa jamani? Lakini kati ya hizi fedha fundi wa kupiga bati kanyumba haka amelipwa shilingi milioni 2. Sawa jamani? Lakini pia kuna ukamilishaji wa nyumba, si ndio jamani? Ukamilishaji wa nyumba, unapozungumza kukamilisha nyumba, tafsiri yake imeshajengwa, imeisha, imepigwa bati, kwa hiyo bado tu kuweka marumaru, kupiga rangi, si ndio jamani? Na mambo madogo mengine, sawa? Wakati wanafanya ukamilishaji wa hili jengo wametumia milioni 22,928,000 na shilingi 500. Na kati ya hizi fedha kukamilisha mle wamemlipa fundi milioni 5, yaani fundi wakamkabidhi milioni 5. Huyu jamani sio mkandarasi huyu, yaani sio mkandarasi wa kujenga. Huyu ni mtu ambaye wamechukua mafundi wetu hawa wakaamua wajenge, wetu wamemlipa milioni 5. Hizo fedha zingine wakaweka mfukoni, si ndio? Lakini kuna kitu kingine cha ajabu zaidi. Kuna ujenzi wa shimo la maji taka, yaani kujenga shimo tu la maji taka wametumia milioni 2,292,800. Fundi peke yake wamemlipa 500,000. Kashimo kale ukienda kuangalia kale kashimo kaliko jengo, yaani kukajenga, achana na mambo ya kuchimba sijui nini, kujenga kashimo hapo. Lakini pia kuna mfumo wa maji taka. Unajua ukijenga shimo alafu unatengeneza mfumo wa maji taka, si ndio jamani? Mfumo wa maji taka ambao ameenda kutengeneza ametumia 900,000. Vifaa alivyovinunua amenunua vya 600,000, alafu anamlipa fundi 300,000. Yaani ananunua vifaa vya 600,000, unamlipa fundi ngapi? 300,000. Sawa jamani? Lakini kuna kazi nyingine ambayo imefanyika hapa. Wanasema kutengeneza mfumo wa maji machafu, maji safi. Wamenunua vifaa vya 362,450, alafu akamlipa fundi 500,000. Sawa jamani? Yaani unanunua vifaa vya 300,000, alafu unamlipa fundi ngapi? 500,000. Lakini pia ndugu zangu, kuna mfumo wa umeme. Sawa jamani? Mfumo wa umeme kwenye hiyo nyumba, mfumo wa umeme wamenunua vifaa vya 300,000. Sawa jamani? Wamenunua vifaa vya umeme vya 300,000 vya kutosha ile nyumba, lakini wamemlipa fundi shilingi milioni 1,500,000. Yaani unanunua vifaa vya 300,000 alafu unamlipa fundi shilingi milioni 1,500,000. Hiyo ndio ilani ya CCM, si ndio jamani? Hiyo ndio ilani ya CCM. Kwa hiyo haya ni mambo madogo ambayo nawasomea, ni nyumba moja tu hapa. Sawa jamani? Lakini pia yako mambo mengine. Yako mambo sio kuwalipua mgeni mzee, naenda kuwaua kabisa. Sitamwacha mtu salama. Ndugu zangu,
Ndugu zangu, mochari ile mkienda kuangalia mochari yetu pale sasa hivi, yaani waliko kaongeza, wameongeza kakenopi fulani kama kachoo kale pale, yaani ka mbele hivi kakenopi wametumia milioni 8,500,000. Yaani kama kale kachoo mnako kaona pale kamekwenda mbele namna hii kule kwenye nani. Kwa hiyo hizo zote nimeanza ukaguzi sasa hivi. Sawa jamani? Haka nimewasomea kadogo tu. Sasa nimeingia kwenye ukaguzi. Sasa mkuu wa wilaya anaanza kunitisha tena, leta na niweka ndani. Mimi mle ndani, mle siku ameniweka ndani. Mpaka IGP ameambia kwamba nitolewe. Mimi nilikuwa nimeshaanza kukoloma tayari. Yaani usingizi ulikuwa umeshanibana kwa sababu naona kama wanatania tu, ni mchezo unafanyika. Sawa jamani? Kwa hiyo mimi yote mnaoniona na kamata si nafanya nini ni kwa sababu ya kuendelea kuwakagua. Na namwahidi mkuu wa wilaya, kwa sababu ameshindwa kusimamia mapato ya mji wa Tunduma, nitamkagua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sitamwacha. Sawa jamani? Nitamkagua mkurugenzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sawa jamani? Kama ndio ilani ya CCM wakafanya huko kwenye CCM yao. Hapa tulipopo Tunduma sisi tunahitaji matumizi mazuri ya mapato. Kwa hiyo nimeshamwambia waziri kwamba nitasimamia jambo hili na nitakagua, na nimeshaanza. Kesho mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, Mheshimiwa Ali Mafongo, kesho tunaanza kazi ya kuzunguka. Tunaanzia kituo cha afya, tunaanza ukaguzi pale na makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, tunaanza ukaguzi kesho. Kwa mpeni taarifa yeyote ambaye anafanya shughuli hizi. Kesho tunaanza ukaguzi pale. Tutakagua kituo cha afya kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda sawa sawa. Hatutaacha kitu. Lazima tukague kila tunakoelekea. Kwa nataka niseme kesho tunaanza ukaguzi. Sawa jamani? Na tutaendelea kuwasomea uozo unaopatikana. Tutakagua kila sehemu bila kuacha eneo lolote. Sawa jamani? Kwa ndugu zangu wana wa Tunduma, tutakagua pale, tutakwenda kukagua majengo na fedha nyingi zimepelekwa kwa watendaji. Watendaji wengi nasikia wameanza kutumia mapato vibaya. Nitakuja kuwakagua ofisini kwenu, nitapata taarifa, nitaangalia miradi inayojengwa katika maeneo yenu, nikikuta kuna upungufu, kila mmoja atakwenda kujibu kwa nafasi yake. Sawa jamani? Hakuna kitakachopotea kwenye mji wa Tunduma. Ndugu zangu, iko miradi mingi inayojengwa pale. Nimeonyesha kanyumba kamoja tu hapa. Na ndio maana nimewasomea jinsi wanavyotafuna fedha, na leo mkuu wa wilaya anakubali fedha zitafunwa namna hii. Eti anasema ametumwa na Magufuli. Magufuli hajamtuma aache watu wanaiba fedha. Magufuli hajamtuma watu wakati wanaiba fedha aendelee kuwasimamia wawezi wa fedha. Nitakwenda kusema ndani ya bunge, lakini nitawashughulikia hata kabla sijakwenda bungeni. Kwa hiyo ninaomba ndugu zangu wana wa Tunduma, ninakubali kwamba yako mambo ambayo yanaendelea kwenye mji wa Tunduma hayako sawa sawa, na hawatashindana na sisi kwa sababu tuko sawa sawa na tunakwenda sawa sawa. Wananchi wa mji wa Tunduma ni wajenzi, mnajua jinsi ya kujenga, mko mafundi hapa, mnajua jinsi gani ambavyo fedha hizi zinavyoliwa. Ni fundi gani anaweza kujenga? Shule zetu zile majengo unakuta madarasa matatu. Tunampa fundi anajenga, tunamlipa milioni 1. Leo mtu anapiga msingi, analipa milioni 2. Leo tunanunua vifaa vya $300,000. Vifaa vya $300,000, vya shilingi $300,000 vifaa. Unakwenda kumlipa mtu shilingi milioni 1.5. Ukinunua vifaa vya $300,000, unamlipaje mtu milioni 1.5 kama sio wizi huo? Kwa ndugu zangu, tutaendelea kuwashughulikia. Tunaendelea kuwashughulikia pia hata zile fedha ambazo ziliwa custom milioni 232 tutakwenda pia kuzishughulikia, kuhakikisha kwamba fedha zinarudi na watu wanachukuliwa hatua za kisheria. Hili jambo tutakwenda kulizungumza ndani ya bunge, lakini pia tutakwenda kuhakikisha kwamba kama tutakuta mtu yeyote anafanya uchani na fedha za mji wa Tunduma, tutafungua kesi mahakamani kwenda kumfunga yeye aliyetumia vibaya fedha za halmashauri yetu. Ndugu zangu wana wa Tunduma, ninajua mmenisikiliza na nimeshukuru sana. Tumekaa pamoja na nyinyi. Wako watu wamepita hapa sasa hivi wanashangaa, hawa watu na mvua bado hapo tu, hawajui. Watu wanashangaa, wanasema hivi na mvua bado hapo. Wana wa Tunduma hawana shida na mvua. Kama kweli wana kero, wao wanaambia mvua inanyesha, sisi hatuyeyuki. Sio jamani? Hatuyeyuki hata kidogo. Kwa ndugu zangu wana wa Tunduma, mimi niwashukuru sana wananchi wa mji wa Tunduma. Niwape pole wafanyabiashara wote, lakini niwaambie wafanyabiashara wa Tunduma tuache dharau ya namna hiyo. Juzi mmelipa fedha zenu pale 120 pale makambini pale. Mmelipa 120 kwa ajili ya kupata vibanda makambini pale.
Leo Makambini wanajenga majengo mengine, mmekaa kimya, mnasema hamwezi kufungua kesi mahakamani. Mimi kama mbunge wenu ninawaambieni, nitawatafutia wakili, fungueni kesi, muhakikishe kwamba haki yenu inapatikana. Haki ni muhimu kuliko jambo lolote. Sawa jamani, haki ni muhimu kuliko jambo lolote. Kafungueni kesi mahakamani, msiogope. Hata wananchi wale kule waliotaka kubomolewa nyumba zao kwenye mpaka, nilivyowaambia kafungueni kesi, wanasema watuma wananchi waende mahakamani kufungua kesi. Umekosea, waambie waondoe kesi. Kila siku mwananchi anayeibiwa haki yake nitamshauri aende mahakamani akafungue kesi. Kwa nataka niseme wote ambao mlilipa fedha pale Makambini, tunatakiwa tuonane kesho. Muoneni mwenyekiti wa halmashauri au nioneni kwenye ofisi yangu ya mbunge pale. Tutamuita mwanasheria, atakuja hapa afungue kesi ili wasaidie Wanatunduma. Hawataki Wanatunduma waendelee kupoteza haki zao kwa sababu ya mambo ya kishenzi na mambo hayatakiwi kabisa. Mimi nitasimamia kama mbunge na nitaendelea kusimamia na sitawaacha hata kidogo. Nitaendelea kusema na nyinyi mpaka kieleweke. Kwa hiyo haki yenu haitapotea. Eti mimi ni mbunge kwa sababu nasimamia halmashauri na mwenyekiti pamoja na madiwani wangu, eti tuone wananchi wetu wanaumia eti kwa sababu sisi ni madiwani wa pale. Haiwezekani. Haki iende kwenye haki, na jambo ambalo halina haki basi tuliondoe. Kwa hiyo nataka niseme nitaendelea kusimamia haya. Lakini wafanyabiashara wa sokoni, nimesikia mkuu wa wilaya amewaletea taarifa kwamba mnatakiwa muombe upya. Jambo hili mimi kama mbunge sikubaliani nalo kabisa. Kwa mujibu wa mikataba ambayo tuliingia, ni kwamba baada ya miaka 6 tulikubali kwamba mtakuwa wapangaji wa halmashauri kwa sababu nyinyi ndio mnaojenga vibanda vile. Leo kwa nini watangaze watu wengine waombe vile vibanda? Ile ni fujo na ni ukorofi. Na nimeona watu wanaosimamia mji huu sasa hivi wanataka kuleta ukorofi na fujo kwenye mji wa Tunduma. Wakati mji wa Tunduma umetulia, hatutaki mabomu, hatutaki risasi, tunahitaji amani ili tuweze kusonga mbele. Kwa ndugu zangu wana wa Tunduma, ninataka kusema tutaendelea kupambana na mambo haya mpaka kuhakikisha kwamba uonevu unaoendelea kwenye mji wa Tunduma wote tunaufuta na twende salama. Kwa sababu najua wafanyabiashara wale sokoni hakuna mtu aliyevunja sheria. Walifuata sheria, walifuata matangazo ya halmashauri. Baada ya kuambia tunaomba mjenge, serikali haina fedha, jengeni kwa fedha zenu, mkae kwa miaka 6, lakini mtaendelea kuwa wapangaji wetu. Leo wanatangaza watu wa waombe, wanatangaza watu wa sehemu gani waombe na ambao hawakuwepo. Hivyo unavyopeleka mizigo yako unasema ni kibanda changu, nimeshapata hiki kibanda, wakati tayari kuna mizigo ya mtu mle. Hujui kama unavunja amani ya mji wa Tunduma? Kwa hiyo hatutakubaliana na jambo hili. Ndugu zangu wana Tunduma, niwashukuru sana. Muda sio rafiki. Niliwaahidi kwamba mtasikiliza klipu yangu kidogo nikiwa bungeni wakati nakemea magamba ya Chama cha Mapinduzi. Naomba DJ uweke klipu yangu mara moja ili wananchi waweze kujua nini ambacho tulikizungumza ndani ya bunge. Na hiyo ni klipu moja na klipu 14 ambazo ninazo sasa hivi. Hebu ongeza sauti wananchi wasikie tunavyowakemea magamba. Sisemi nikiwa hapa, hata nikiwa bungeni nawaambia mbele ya Mheshimiwa Spika kwamba nini maskini hawa wanapatikana katika 75% ya Watanzania ambao ni wakulima, wavuvi na wafugaji. Leo katika bajeti ya mwaka 2015, 16, 17 katika serikali ya Chama cha Mapinduzi basi wakati DJ endelea kufanya mambo, Mheshimiwa mwenyekiti wa jimbo anataka kupokea asingeonekana katika 16, 17 unaona mtekeleza kamatia kwanza. Mwenyekiti anataka kupokea mwanachama. Karibu sana mwenyekiti. Asante makamanda, zungusha sasa. Hebu pressure kidogo, pressure. Ulioko ukutani ndio mnatafuta. Pressure. Makamanda people. Chadema. Ni salamu ndugu zangu wana Tunduma, hasa kata hii ya Kaloleni. Nianze kwa kuwashukuru sana kwa uvumilivu wenu ambao mmeweza kuvumilia kipindi hiki chote cha mvua kwa ajili ya kumsikiliza mbunge wenu. Lakini kwa sababu mvua imeendelea sana na baridi imewapiga sana, hebu mimi kwa dakika chache hizi nifanye tu kilichonisimamisha hapa. Kuna kamanda mpya ambaye nimempokea kwenye kikosi hiki cha Chadema.
anatokea kata hii. Hebu ningeomba yeye huyu apite hapa. Unajua sikia niwaambie kidogo. Unajua timu ikiwa na hela inasajili mchezaji yoyote inayetaka. Inaamua kutupa wa kiwango kidogo, inachukua wa kiwango kikubwa. Ndio kazi ya pesa. Huyu ni kamanda ambaye anatoka kata hii ya Kaloleni. Baada ya kugundua tumewarudishia jiwe ambao walitukopesha, sasa tumeamua kuleta kamanda. Sawa makamanda? Kamanda, hebu jitambulisha ili wajue kwamba usajili huu nilioleta sio wa kawaida. Hebu jitambulishe. Asante sana viongozi wangu. Kwa jina naitwa Timotheo John Zakaria Kejo, naishi mtaa Custom, kata ya Kaloleni. Na mimi sina mengi kwa sababu nimekuja kuambiwa nijitambulishe. Nitajitambulisha kwa mfumo mmoja. Kwa sasa hivi nitatoa salamu. Wote tukunje mkono. Peoples! Kutoka hapo utaposema Chadema tunasema hapa. Nikisema Chadema namaanisha hivyo kwa sababu Mungu huyu aliyeko hapa ni Mungu ametushushia neema ya mvua na ndio atatushushia neema ya kiongozi. Huyu mkubwa hawezi kupata uongozi kwenye mamlaka haya. Moto utawaka hapa. Sitaki kusema mengi. Naomba uzima uwepo. Asanteni sana. Kamanda, asante sana. Hii ni kidogo tu. Si unajua usajili kuna kipindi cha joto. Sasa hii tumesajili ngoma moja tu kidogo. Ndugu zangu wana Tunduma, nafikiri leo viongozi wetu kwa maana ya mbunge na makamu meya na baadhi ya madiwani wameeleza mambo kadha wa kadha. Mimi kwa majina yangu naitwa Boniface William Mwakabanje maarufu kwa jina la Mkweli. Ndiye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo letu la Tunduma. Lakini leo kwa sababu ya hali ya hewa ambavyo ilikuwa na yale ambayo amezungumza mbunge wetu, naomba nisiendelee na mambo mengi ambayo tumekwisha kuyazungumza leo yanatosha, lakini vijana wetu watawapa taarifa ya mikutano yetu mingine kwa sababu nimewaambia kwamba wiki itakuwa wiki ya mchaka. Kwa hapa watawapa ratiba ya mikutano yetu itakavyokuwa, na muje huko mtatuona viongozi wa Chadema tunaunguruma. Nimewaona wazee wangu akina wazee wangu mko hapa akina Nyondo, tunawashukuruni sana. Mama zetu tunawashukuru sana. Makamanda wote wa Kaloleni tunawashukuru sana, mnakisapoti chama chetu. Tunasema Mungu awabariki sana. Na niombe tu mfute yale mawazo ya watu waovu wale wanasema siasa ni mchezo mchafu. Siasa sio mchezo mchafu. Lakini tutayaeleza hayo kwenye mikutano yetu mingine. Baada ya kusema haya niwatakie kila laheri makamanda. Mungu awabariki sana, asante. Asante sana. Hebu weka hiyo basi. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kutoka kabla sijaongea, maana na mimi ni mwanaharakati pia, lakini 1 minute. Nimekuja kuwatia moyo kwa sababu Chama cha Demokrasia na Maendeleo imekuwa kama ni chama cha uadui. Si kwamba ni siasa ambazo tunafanya siasa tunashindana kwa hoja. Mike hiyo bwana, weka juu kabisa, Mike weka juu paswa. Lakini nataka kuambia songa mbele. Lolote linaloendelea kutokea, wewe endelea mbele. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Kuna milima, mabonde kupigania haki.
pamoja tupigania haki. Silele mama, wanaharakati songa mbele. Mnafilisiwa, mnapigwa risasi, muda mwingi mnawekwa gerezani kama wakimbizi kwenye nchi yenu ya urithi. Milele yote viongozi msivunjike moyo, uongozi upo hata kama usiku uwe mrefu sana, lakini asubuhi